Berkane ya Morocco itafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa iliyotolewa na katibu wa CAF ndugu Velon Mosengo imebainisha kuwa uamuzi huo unatokana na ushauri wa kitaalamu walioupata hasa kipindi hiki cha mvua kinachoendelea hapa. Taarifa hiyo ilieleza kuwa wanatambua kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini itapigwa uwanja wa New Aman Complex. Waendelee na maandalizi kwenye uwanja huo. So hiyo ilikuwa ndo taarifa rasmi kutoka CAF ambayo ilikuwa inazungumzia mabadiliko hayo ya uwanja, mechi kuitoa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na kupeleka kwenye uwanja wa New Aman Complex uko Zanzibar. Lakini taarifa za mapema leo hii pia zimeeleza kuwa shirikisho la soka barani Afrika limeliagiza shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kuhamisha maandalizi ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho mnamo tarehe 23/5 2025 baina ya Simba Sport Club dhidi ya RC Berkane kupigwa kwenye uwanja wa New Aman Complex ni Zanzibar. Berkane na wao wameeleza kuwa uwanja wa New Aman Complex Zanzibar utapigwa mchezo wa marudiano kombe la shirikisho la Afrika. Kwa maana hiyo Berkane wao wamethibitisha, kwa sababu mimi naamini CAF wanapopanga chochote wanazihusisha hizi timu mbili. Kwa lazima barua imeenda upande wa Berkane, lakini pia barua imeenda upande wa Simba. Japo Simba mpaka sasa wamekula ngumu kwamba wao hiyo mechi ipelekwe Zanzibar. Wao wanaamini hiyo mechi itarudishwa uwanja wa Benjamin Mkapa. So lakini CAF ndo wenye huu mchezo, tukae tujue ni tofauti na mechi za nyuma au zile za mtoano ambazo zinakuwa chini ya timu mwenyeji ambaye ndo anachagua uwanja wa kuchezea, lakini finali na nusu finali hizo zote ni juu ya CAF, ndo wao wanaandaa. So CAF wameamua hiyo mechi kuipeleka Zanzibar. Mimi naamini Simba wataruka tu, lakini mwisho wa siku watapeleka mechi au watapeleka timu Zanzibar iende ikacheze. Wakati huo wao Simba kupitia mitandao ya kijamii wao wamesema kuwa taarifa rasmi kuhusu uwanja wa mchezo wa game ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika itatolewa baada ya mchezo wa awali ambao unaenda kuchezwa kesho siku ya Jumamosi 2025 tarehe 17 Mei. So baada ya huo mchezo wao ndo watakuja kutoa taarifa rasmi ya mchezo wao wa marudiano, japo naamini hata wao wenyewe mpaka sasa hivi washajua huu mchezo hakuna namna nyingine yoyote ambao wanaweza akafanya, lazima uende ukachezwe Zanzibar. Kwa maana TFF kwa maana ya CAF wao wameshaamua mechi kuipeleka Zanzibar. Na katika zao CAF wamezungumzia hali ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu kwanza upo kwenye matengenezo. Hiyo hata TFF wamekiri kabisa kwamba uwanja upo kwenye matengenezo, lakini kwa ajili ya kuhost finali hiyo ulikuwa upo tayari. CAF na wao wamekuja na hoja zao kwamba je, mvua zikinyesha hiyo tarehe 25 amuone kama tutaharibu sherehe zetu za kukabidhi kombe, na mkae mkijua kombe linakuja kukabidhiwa hapa Tanzania. Ingekuwa labda kombe labda linakabidhiwa Morocco na mechi ya kwanza ingeanzia hapa, ingekuwa afadhali. Lakini CAF hawezi wakaandaa mashindano ambayo wanaalika watu wengi kutoka mashirikisho tofauti hapa duniani, na ikiwezekana usikute pia surprise ya rais wa FIFA Infantino naye akawepo. Sasa inakuwa ni aibu pale ambapo kombe lipo lakini mvua ikaharibu sherehe nzima. So ndio maana wao wameonea kwamba hii game ipelekwe Zanzibar, na wao watakuwa comfortable na wanauamini ule uwanja kwa sababu wameshauona na ushachezewa mechi moja ambayo Simba walicheza na Stellenbosch ya Afrika Kusini, na uwanja mvua ilinyesha lakini uwanja ulikuwa safi, tulikuwa vizuri. So lakini pia hilo linawapa wasiwasi kwa sababu pia Simba kabla ya mechi na Al Masry pia walisema uwanja wa Mkapa uko vizuri, hauna shida yoyote, umefanywa matengenezo. Lakini kilichotokea ni uwanja kuwa kama jaruba, uwanja ukatepeta, wachezaji wakashindwa kucheza vizuri,
So hicho pia kafu kinawapa wasiwasi. Lakini pia wakirudi nyuma zaidi kwenye fainali hivyo hivyo ya kombe la shirikisho, mechi ya mkondo wa kwanza kati ya Yanga na SM Alger, pia mvua zilinyesha na uwanja ukaharibika. So naamini wao pia wanatembea kwenye haya, na mwisho wa siku wanakuwa na wasiwasi na hiki ambacho kinaendelea, na ndio maana wameamua kuwa wa kweli, na wanaamini kabisa Simba hili hawatakubaliana nalo, kwa sababu Simba wao wanaamini kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ndo kuna kila kitu ambacho wao wanaweza kukifanya, lakini katika hili hawawezi kuruka. Na kuongeza uzito katika hili ili uone ni jinsi gani ambavyo CAF wapo serious na ili swala, ni kwamba wameshatuma maelekezo rasmi kwa ZFF, shirikisho la soka Zanzibar, kupitia kwa kamishna wa michezo Zanzibar, ambaye pia amethibitisha kabisa kwamba wamewasiliana na CAF, wameongea nao na wamewapa maelekezo kwamba fainali ya tarehe 25 mwezi wa 5 itaenda kuchezwa kwenye uwanja huo wa New Amani Complex. Kwa hiyo maandalizi inabidi yawe makubwa, na wamewauliza utayari wao uko vipi. Na ZFF katika hili hawakuwa wanyonge, wamewambia kabisa kwamba wao wapo tayari muda wowote ambao CAF watahitaji kupeleka mashindano yao pale, wao wako tayari na uwanja wao uko vizuri. Maana toka umechezewa mechi ya mwisho ambayo Simba walicheza na Stellenbosch ya Afrika ya Kusini, huo uwanja haujawahi kuchezewa mechi nyingine yoyote zaidi ya kuendelea kufanyiwa marekebisho, kumwagiliwa maji, lakini pia kuwekwa dawa na mambo mengine yote ambayo yanaendana na uwanja ambao una hadhi ya mashindano ya FIFA au ya kafu unafanyiwa. So wao wapo tayari kwa hiyo fainali, na amethibitisha kabisa kwamba CAF wamemwambia hayo mashindano yataenda kuchezwa hapo, so waendelee kuandaa mazingira mazuri. Na amethibitisha kabisa kwamba Simba bado hawajawatumia barua yoyote ile wala maelekezo yoyote ile, vile ambavyo wao wapo tayari kwenda kuchezea mchezo wao kwenye uwanja huo wa New Amani Complex. Lakini wao kutoka CAF wameshapewa hiyo taarifa, na Siberikane na wenyewe wameshatoa taarifa hiyo, na nasikia mpaka sasa hivi wameshabook hoteli ambayo wataenda kufikia huko Zanzibar. So unaona ni jinsi gani ambavyo Simba ni kama wanarukaruka tu, lakini CAF washamaliza kila kitu. So Berkane wao wameshabook hoteli ambao wataenda kufikia na timu yao kwenye mashindano hayo, huku pia hoteli tofauti tofauti ambazo za Zanzibar zimeanza kuwa booked na viongozi wa CAF. So ni lazima Simba wakubaliane na hili, yani bila kupepesa macho. Ni wazi Simba wanahitajika kukubaliana na hili kwamba sasa hapa waliposhikwa ni pabaya. Kwa hiyo wakiendelea kupingana na hayo ambao wamewatoa CAF, sidhani kama wanaweza kafanikiwa. Zaidi wanatakiwa concentrate na mchezo wao wa kwanza, lakini huku wakiendelea kujipanga na jinsi gani ambavyo wataenda Zanzibar kumalizia mchezo wao. Na mimi sioni haja au sioni ni nini ambacho kinawafanya Simba waendelee kung'ang'ania kucheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ile hali timu yao wamesema ina hadhi ya kucheza haya mashindano na wamejiandaa vizuri. So kwa nini wang'ang'ania kucheza kwa Mkapa? Na kati New Amani Complex ni uwanja mzuri ambao unaruhusu mpira utembee, na kama wao wamejiandaa inabidi waende pale wakacheze. So hii ndio inaleta uhalisia wa yale ambayo yanazungumzwa na wengi kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ni kama kuna vitu wameweka Simba au kuna vitu ambavyo vimeweka kwenye ule uwanja na Simba, na ndio maana Simba wanang'ang'ania huo uwanja kuchezea mechi zao nyingi. Lakini kwa hili la sasa hivi naamini wameshikwa pabaya na hawawezi kuchomoka katika hili. Yani katika hili inabidi wawe wapole zaidi wataingia kwenye frustration ambayo itawachanganya benchi la ufundi, na wao pia zaidi wajiandae tu kwenda Zanzibar. Uzuri ni Tanzania pia. So mimi sioni shida kwa sababu pia ni Tanzania. Kwa hata wakipelekwa huko hakuna shida yoyote. Labda wangekuwa wamepelekwa Uganda, Rwanda, nchi tofauti, kwa sababu Zanzibar na Tanganyika ndo zikatengeneza Tanzania. So hiyo ni nchi moja. So lazima wawe comfortable katika hili na wapeleke timu tu huko kwenda kucheza.